Tunaendelea na sehemu ya pili ya sizoni yetu inayohusu Yuning na Taeyong, ambao sasa wanaanza kugundua hisia mpya huku wakimlea Uyu pamoja. Tuone jinsi maisha yao yanavyozidi kubadilika. Baadaye marafiki zake wanashangaa kugundua kwamba amefanya kazi pamoja na mwanaume ambaye hapo zamani alimvutia sana. Hata hivyo, Taeyong anajibu kwa tabasamu la uchungu na anahakikisha kwamba anakubali tu kwa ajili ya pesa. Ingawa anajaribu kujishawishi kwamba ndoto yake ya kuwa mpiga picha ilikuwa tu ndoto ya muda mfupi, ndani kabisa hawezi kuiacha kabisa. Wakati huo huo, Uyu anapata nyumbani kamera ya zamani ya Taeyong, ile ambayo Woojin alimpa miaka mingi iliyopita. Ingawa wakati mmoja aliitupa kwenye takataka, Taeyong alienda kuichukua tena kwa siri. Kutokana na won milioni 1 alizopata wakati wa upigaji picha ule, hatimaye anaweza kulipia ukarabati sahihi wa hita ya maji. Kwa njia hiyo, baada ya siku kadhaa za mateso, maji ya moto yanaanza kufanya kazi tena. Wakati huo huo, wakati wa mkutano katika kampuni, Yuning anaunga mkono waziwazi pendekezo lililowasilishwa na Son. Wakati wafanyakazi wengine wanaanza kumkosoa baada ya kazi, wote wawili wanakutana ndani ya lifti. Anapogundua kwamba Yuning haachi kukohoa, Son anajitolea kumpeleka nyumbani. Wakati wa safari, wanazungumza kuhusu zamani na kukumbuka kwamba miaka 7 imepita tangu mara ya mwisho walipoonana. Yuning anakiri kwamba alidhani tayari alikuwa amemsahau kwa sababu karibu hakuwahi kumsalimia kazini. Son anajaribu kujua kama jambo hilo lilimkatisha tamaa, lakini yeye hawezi kujibu. Ingawa anaendelea kutabasamu kwa utulivu, pia anafurahi sana kukutana naye tena. Miaka 7 iliyopita, kwa kweli alitamani kuanza uhusiano wa dhati, lakini mazingira yaliwatenganisha. Usiku huo, baada ya hita kutengenezwa hatimaye, Yuning anafurahia kuoga kwa maji ya moto. Baadaye, yeye na Taeyong wanashiriki chupa kubwa ya divai ya zabibu. Wote wawili wanakumbuka kwamba baada ya mwezi mmoja, kila mmoja atachukua njia yake na wataacha tena kuishi pamoja. Hata hivyo, asubuhi iliyofuata wanaamka wakiwa wameshtuka kabisa wanapogundua kwamba wamelala kitanda kimoja. Wanapojaribu kukumbuka kilichotokea usiku uliopita, wanatazamana kwa mshangao mkubwa. Polepole, kumbukumbu kadhaa za usiku uliopita zinaanza kurudi na wanagundua kwamba meza ya sebuleni imejaa chupa tupu. Ndipo wanapotambua kwamba walikunywa pombe nyingi zaidi kuliko walivyodhani. Katika usiku huo wenye hisia kali, Taeyong anajisifu kuhusu uwezo wake wa upigaji picha, huku Yuning akikiri kwa machozi jinsi anavyomkosa dada yake. Wakiwa wamelewa kabisa, wote wawili wanaishia kulala karibu mmoja na mwingine. Taeyong anabaki akiwa amefungua sehemu ya shati lake na wote wawili wanakumbatiana ili kufarijiana. Wanapokumbuka walivyotenda, wanaamua kwa dhati kutokunywa tena pamoja. Hata hivyo, kuanzia wakati huo, uhusiano wao unakuwa wa ajabu na wenye hali ya kutatanisha. Kwa mara ya kwanza wanaonekana kuelewa kwamba nyuma ya mabishano yao ya kila mara, wao ni mwanaume na mwanamke wapweke wanaoishi chini ya paa moja. Yuning anapomweleza rafiki yake wa karibu jinsi walivyokuwa karibu kuvuka mipaka, rafiki yake anasisimka. Kwa maoni yake, usiku mmoja tu ukiambatana na pombe unaweza kubadilisha kabisa uhusiano wowote. Kisha anajaribu kugundua kama Yuning ameanza kumuona Taeyong kwa jicho tofauti. Ingawa yeye anakataa mara moja, wasiwasi unaonekana usoni mwake unaonyesha kwamba hali hiyo tayari inaanza kumwathiri. Taeyong pia hayuko katika hali nzuri zaidi. Mmoja wa marafiki zake anamdhihaki kwa kuishi na Yuning, kutumia shampoo moja na kupumua hewa ile ile kila siku. Kwa rafiki yake ni jambo lisiloepukika kwamba hisia zitaanza kujitokeza. Ingawa Taeyong anakataa mara kwa mara, anabadilisha mtazamo wake wanapomuuliza kama anaona Yuning ni mrembo. Ghafla anazama kwenye mawazo, kwani hajawahi kusimama kumtazama kwa namna hiyo. Nyumbani, Yuning anamaliza kuoga na kujitazama kwa makini kwenye kioo, akijikumbusha kwamba lazima atulie na kutenda kwa busara. Muda mfupi baadaye, Taeyong anaingia bafuni kuoga. Ghafla, Yuning anagonga mlango na kumjulisha kwamba anahitaji kuingia. Taeyong anaganda kabisa kwa kuwa yuko uchi. Baadaye, naye pia anajitazama kwenye kioo na kujilazimisha kutofikiria sana kuhusu hali hiyo. Kisha anagundua kwamba Yuning amesahau chupi yake ndani ya bafuni. Anaporudi haraka kuificha, wote wawili wanaepuka kutazamana moja kwa moja. Akiwa bado na wasiwasi, Yuning anafungua dirisha ili kuruhusu hewa safi iingie. Upepo unasukuma taratibu nywele zake na kwa sekunde chache Taeyong anabaki amevutiwa na uzuri wake. Kwa mara ya kwanza anatambua jinsi alivyo mrembo kweli. Yuning naye anahisi vivyo hivyo wakati Taeyong anapokunja mikono ya shati lake na kuonyesha mikono yake yenye nguvu. Kwa muda mfupi, naye pia anaanza kumuona kama mwanaume mwenye mvuto wa ajabu. Wakati huo huo, kampuni inapokuwa kazini, kiongozi wa timu Son tayari ameandaa taarifa nyingi na uchambuzi wa kina wa masoko. Akiwa ameridhishwa na taarifa alizokusanya, anamwomba Yuning aandike
yake pendekezo hilo. Kwa kuwa anataka kumvutia penzi lake la kwanza, Yunin anakubali bila kusita. Usiku mmoja, wakati Taeyong anashusha taka akiwa ameandamana na Woo Yu mdogo, wanakutana na jirani aliyefanya hita ya maji iharibike zaidi. Wakati huo huo, Yunin anarudi kutoka kazini na mwanaume huyo anamuita kwa kawaida mwenza wa Taeyong. Yunin anachanganyikiwa kabisa. Hata hivyo, mama wa jirani huyo anatokea na kuambia kwa upole kwamba wanaweza kuwaendea wakati wowote watakapohitaji msaada. Baadaye, Son anampigia simu Yunin ili wazungumzie pendekezo hilo. Wakati wa mazungumzo, Woo Yu anaanza kufanya kelele nyuma na Taeyong pia anaingilia kwa bahati mbaya. Son anasikia kila kitu, lakini Yunin anaharakisha kusema uongo na kudai kwamba sauti hiyo inatoka kwenye televisheni. Akiwa ameazimia kumvutia Son, Yunin anaamua kujitolea kwa nguvu zake zote kwenye mradi huo. Ndio maana anamshika mkono Taeyong na kumwomba kwa dhati amtunze Woo Yu, huku yeye akifanya kazi za ziada. Baada ya kuona hali yake ya kukata tamaa, Taeyong anakubali. Kadiri mradi unavyoendelea, Yunin anaendelea kufanya kazi hadi saa za usiku. Anaporudi akiwa amechoka kabisa, Taeyong mara nyingi humkabidhi kinywaji kimya kimya. Hata hivyo, mara nyingi hulala papo hapo. Kila jambo hilo linapotokea, Taeyong humfunika kwa blanketi na kupanga nyaraka alizoacha zimetapakaa. Usiku mmoja alipokuwa akipanga vitu, anakuta picha za zamani za kipindi cha chuo kikuu cha Yunin na maandishi kadhaa aliyokuwa ameandika ili kujipa moyo. Anapogundua jinsi Yunin anavyojitahidi, Taeyong anaanza kuwa na wasiwasi usiotarajiwa juu yake. Kisha anapata chini ya kitanda nyota ya kubandika inayong'aa gizani, na anakumbuka kile ambacho Yunin alimweleza akiwa amelewa. Wakati wa utoto wao, yeye na dada yake waliishi kwenye chumba cha chini chenye unyevunyevu kilichofunikwa na ukungu. Ili kuficha madoa ya dari, Yunyu alikuwa akiweka nyota zinazong'aa. Zaidi ya hayo, kila mara Yunin alipohuzunika, Yunyu alikuwa akimpikia pancakes za mahindi ili kumfariji. Anapokumbuka wema wa dada yake, Yunin bado anaendelea kubeba majuto makubwa kwa maneno aliyosema wakati wa mabishano yao ya mwisho. Akiwa amelala, Taeyong anampiga taratibu mgongoni ili kumtuliza. Usiku uliofuata, anaamua kumpikia pancakes za mahindi anazozipenda. Hata hivyo, baada ya kuzimaliza kuandaa, Yunin anachelewa tena kutokana na kazi. Anapoona mvua na kugundua kwamba chakula kinaanza kupoa, Taeyong anachukua mwavuli na kuelekea kwenye kituo cha basi. Hata anajaribu kujishawishi kwamba anatoka kumfuata kwa sababu ya utu tu. Hata hivyo, kabla hajafika, gari la kifahari linasimama mbele ya jengo. Taeyong anashangaa kumwona Yunin akishuka kutoka kwenye gari hilo akiwa ameandamana na Son, ambaye kwa mara nyingine anampeleka nyumbani. Anapoona wakizungumza kwa urafiki, Taeyong anahisi hasira ya ghafla. Yunin anapoingia na kugundua kwamba Taeyong anamngoja akiwa na pancakes, anajihisi mwenye hatia kwa kuchelewa sana. Baada ya kuzionja, anatambua kwamba Taeyong ameongeza kwa uangalifu mahindi anayoyapenda sana. Pia anakuta jarida ambalo linaonyesha Taeyong akifanya kazi pamoja na mpiga picha maarufu na anasifu kwa dhati kipaji chake. Wakati huo huo, mpiga picha huyo anampigia simu Taeyong akiwa amevutiwa na uwezo wake na anamwalika tena kushiriki kama msaidizi katika upigaji picha mwingine. Hata hivyo, Taeyong anasita, kwani bado hajui kama kweli anataka kurudi kwenye upigaji picha. Yunin anamtia moyo kwa msimamo na anamkumbusha ile kamera aliyojaribu kuitupa, lakini baadaye akaichukua tena kutoka kwenye takataka. Kwa maoni yake, ni kwa kukabiliana tena na upigaji picha tu ndipo ataweza kugundua kama kweli yuko tayari kuuacha. Maneno yake yanamgusa sana Taeyong. Baada ya kufikiria kwa makini, anaamua kukubali pendekezo hilo. Yunin anaahidi kurudi kwa wakati ili amchukue Woo Yu wakati wa upigaji picha. Hata hivyo, wakati tu anapokuwa karibu kuondoka ofisini, Son anamuomba aandamane naye ili waendelee kujadili mradi huo. Yunin anampigia simu Taeyong na kuomba msamaha kwa kushindwa kutimiza ahadi yake. Akiwa hana njia nyingine, Taeyong anamchukua Woo Yu hadi studio ya upigaji picha. Wakati huo huo, Yunin na Son wanafanya kazi pamoja katika ukumbi wa mikutano wa hoteli. Wakati wa mkutano, wote wawili wanakumbuka usiku waliokuwa wakisoma pamoja chuoni. Kisha Son anakiri kwamba hakubaki macho ili kupata ufadhili wa masomo, bali kwa sababu alitaka kutumia muda mwingi zaidi pamoja naye. Anaposikia ungamo hilo, moyo wa Yunin unaanza kwenda mbio. Hata hivyo, huko studio, Woo Yu anapata ajali wakati wa upigaji picha na kuumia. Taeyong anampeleka hospitalini mara moja, lakini madaktari wanahitaji uwepo wa mlezi wake wa kisheria. Ndiyo maana anampigia simu Yunin mara nyingi, lakini hapokei simu. Baada ya majaribio zaidi ya 10, hatimaye Taeyong anafanikiwa kuwasiliana na Yunin. Kwa bahati nzuri, hali ya Woo Yu inaimarika na mtoto huyo anakuwa nje ya hatari. Yunin anapofika, anaomba msamaha na kueleza kwamba alikuwa amezingatia kabisa kazi. Hata hivyo, Taeyong
akiwa bado ametikiswa na hofu na mfadhaiko, anaishia kusema maneno ya kuumiza. Anamkumbusha kwamba yeye anaishi hapo kwa muda tu, wakati Yunin ndiye mlezi halali wa Wu Yu, na kwa hiyo ndiye mwenye jukumu kuu la kumlinda. Siku iliyofuata, homa ya Wu Yu hatimaye inapungua. Taeyong anajutia namna kali aliyozungumza na Yunin, na kama njia ya kuomba msamaha, anawanunulia wote wawili uji wa moto. Wanaporudi nyumbani, kengele ya mlango inalia ghafla. Yunin anafungua mlango na anashangaa kabisa kumkuta Son mbele yake. Hata hivyo, mshangao wa kweli unakuja pale anapofichua kwa utulivu kwamba yeye ndiye mmiliki wa nyumba hiyo. Kutokana na ziara hiyo isiyotarajiwa ya kiongozi wake wa timu, Yunin anaingiwa na wasiwasi na haraka anamkimbiza Taeyong kuelekea kwenye chumba. Kisha anamchukua Wu Yu na kuanza kuficha kwa haraka vinyago vyote vilivyotapakaa sebuleni. Ni baada tu ya kupanga kila kitu ndipo anarudi na kufungua mlango kikamilifu. Son naye anashangaa kugundua kwamba Yunin anaishi katika nyumba hiyo. Wakati huo huo, Taeyong anafungua mlango wa chumba kwa siri na anasikia jinsi Yunin anavyomwita Son mkuu wake. Anapokumbuka mara zote ambazo Yunin amekuwa akimtaja hivi karibuni mwanafunzi mwenzake huyo wa zamani, anatambua kwamba huyo ndiye penzi lake la kwanza ambalo hajawahi kulisahau. Wakati Son akiwa amekaa sebuleni, anachukua kwa bahati mbaya sungura wa kuchezea wa Wu Yu. Wakati huo huo, mtoto huyo anakimbia na kudai arejeshewe mdoli wake. Taeyong anamfuata, lakini anateleza na kuanguka mbele ya Son akiwa amechafuka na nywele zimetimka. Akiwa na aibu kwa hali hiyo, Yunin anamsindikiza haraka Son hadi nje na anamweleza uhusiano wake na Wu Yu pamoja na Taeyong. Badala ya kumhukumu, Son anaonyesha wasiwasi na anamuuliza kama anabeba majukumu mengi kupita kiasi. Anaporudi ndani, Yunin anamwomba Taeyong msamaha kwa kumficha. Na hapo ndipo sehemu ya 3 inaishia. Je, uhusiano kati ya Yunin, Taeyong na Son utaelekea wapi? Na ni siri gani nyingine zitafichuka? Usikose sehemu ya 4 inayokuja hivi karibuni hapa Pop Recaps.